الحمد لله الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وملائكته والمؤمنون وعلى آله وأزواجه وخلفائه وجميع أصحابه ومن تبعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tunaendelea na surati Dhariyat, na tumeona katika sura hii mwanzo wake namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kiapo na kuelezea kwamba inma tu'aduna la sadiq, kwamba mnaahidiwa ni kitu cha kweli, msifikiri maskhara. Wa inna dina la waqi', na kwamba malipo na siku ya jazaa itatokezea, itakuwa Mwenyezi Mungu ameshatoa amri yake. Alafu akaapa kwa kiapo was-samai dhatil hubuk, kwamba nyinyi innakum la fi qawli mukhtalif, mko katika kukhtilafiana, bali kupinga kila alichoteremsha Mwenyezi Mungu na kuamrisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa Mwenyezi Mungu na amewageuza kwa mujibu wao walipotaka kugeuka wenyewe, yufaku anhu man ufik. Alafu akatoa onyo kali sana na tishio ya kwamba kutila al-khallasun, hawa wote waongo hawa na wenye uzushi wa kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani na Mwenyezi Mungu uongo. Hawa al-khallasun hawa wamezama katika maasi yao, alladhina hum fi ghamratihim sahun. Mwenyezi Mungu anaambia kwamba watatiwa katika adhabu, maana wakiwa wanapinga kiyama wanauliza kwa kejeli na istizai, yasaluna ayana yaumuddin. Kwa hivyo hawa siku hiyo yaumaddin wanaikataa siku ya malipo, yauma hum ala nari yuftanun bal yu'adhabun, wataadhibishwa humo ndani, waambiwe dhuqu fitnatakum, jeni adhabu yenu hii. هذا الذي كنتم به تستعجلون, simkum kisema basi tuletee haraka hiyo adhabu kama kweli. Na aya nyinginezo zimetaja wasallam taonja, onjeni sasa, dhuqu ma kuntum taksibun, kwa yale mlikuwa mkiachuma, dhuqu ma kuntum ta'malun, yale mlikuwa mkiyafanya. Na kwa hivyo sehemu nyingi kemeo kama hili na tishio kama hili limekuja sehemu nyingi. Halafu kisha nataja aina nyingine watu. Sasa tujiulize sisi, jaribu kuzi-expose amali zetu, hadi sisi tuko katika listi wanotaja watu kama hao? Wal'iyadhu billah, nahnu lasna minhum, sisi hatumo katika hao. Tunasema siku zote, idha aradta an ta'rifa makanak, ukitaka kujua position yako uko wapi wewe, au maqamak, msimamo wako, cheo chako, maqam pale kusimama, au cheo pia maqam. Nasoma katika Naziati haya sema, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, ama yule anayeogopa kuwa kwenye cheo cha Mwenyezi Mungu mbele yake, Mola wake aliyemuumba, halafu yakamuasi. Man khafa, mwenye kuogopa maqama rabbih, au maqama iko kusimamishwa mbele ya Mola wake. Kwa hivyo wanaha nafsa 'anil hawa, akaikataza nafsi yake na matamanio, fa innal jannata hiya al-ma'wa, itakuwa pepo pale pake pa kurejelea. Kwa hivyo ukiwa unataka kujua uko wapi wewe, itizame nafsi yako na amali zako, ipeleke katika Qur'ani, cheki amali zako na Qur'ani. Hal umu katika listi waliotajwa hawa? Sema alhamdulillah, tumbo mbali na listi hiyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asitujalie kuwa katika listi kama hiyo, na tunamjalia kwa neema zake, nasaluhu an yuthabbitana fil Islam,
thibitishe katika Uislamu, an yahshurana fil Islam, na atufufue tukiwa katika wenye kusilimu na kutii amri zake na kumwabudu yeye mmoja peke yake. طيب tukitazama aina ya pili iliyotajwa hapa, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin, wako katika bustani na starehe wacha Mungu hawa, wakichukua na kupokea yote wanayopewa na Mola wao. Na nini? Kwa sababu walikuwa duniani muhsinin. Alafu aya zinaelezea vipi walikuwa wakifanya utendaji wao wa ibada zao, vipi zilikuwa. Kanu qalila min al-layli ma yahjaun, wakilala kidogo, wa bil ashari hum yastaghfirun, wakileta istighfar kwa wingi baada ya sala zao za usiku. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal ma'lum wal mahrum, walikuwa wakitoa mali zao kwa wingi kwa kila anayestahili kupewa. Hawa je, na sisi tumo katika listi hii? Taban la ilaha illa wala ilaha illa, la hatupo katika listi ya watu wabaya wale, wala hatujafikia stage ya hii ya pili. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake anasema, wa akharuna atarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allah an yatubu alayhim inna Allah ghafurur rahim. Sasa hilo grupu ya tatu, wa akharuna na wengineo, khalatu wamechanganya amalun salih, amali njema, wamechanganya na nini? Wa akhara sayyi'a, na amali mbaya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwa kauli yake, ikiingia asa Allah, huenda Allah, na asa Mwenyezi Mungu hairudi nyuma kabisa. Sio kama binadamu, kama utafanya hivi kama asa yako ya binadamu, basi nitakupa kitu kadhaa, na anaweza sitoe. Nakwambia fanya hivi, si hujafanya. Lakini mgumu, Mwenyezi Mungu akitanguliza asa, basi iko raja kubwa zaidi kwamba mtu atapewa inshallah. Asa Allah, asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayatubu alaina inna Allah ghafurur rahim. Hasa ilipoingia tena inna Allah ghafurur rahim, inaonesha asa kama kwamba wafaka Allah, kwamba hawa watu zikiwa amali zao amal akhira sayyi'a zilikuwa kidogo chache, bali na amali njema nyingi, hasa Mwenyezi Mungu akamsamehe kwa na kumghufiria na kuatia aina hii ya watu katika pepo. Kwa hivyo alafu tunakuja katika aya, wa fi amwalihim haqqul lisail wal ma'lum. Tusimama katika aya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, aya 20, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fil ardi, na katika ardhi, ayat, ziko alama na ishara nyingi za kuonesha kuwepo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi kwa nani? Si kwa kila mtu. Watu ma profesa kubwa hawaamini kama kuna Mungu, na wamezama katika, kama tunaona, katika elimu kubwa za kisayansi, na wanasema vitu hivi vimekuja wenyewe tu, hawana yaqeen. Kwa hivyo wa fil ardi, katika ardhi hii ayat, ziko dalili, ishara chungu zima. Basi kama lilmuqinin alladhina amanu, walioamini khasa, aiqanu, wameyaqinisha, wakwana yaqini na thabiti nyoyo zao kwamba hadha alkaun alladhi nahnu fihi, kwamba ulimwengu wote huu ambao sisi tumo ndani yake, haiwezi kuwa kabisa kwamba imekuja wenyewe nafsi yake, au jana nafsahu binafsi, la abadan. Didn't come into existence, kuja katika ulimwengu kwa wenyewe tu, bali wanakuwa katika yakini kwamba ulimwengu haujaja kama ni sulfa tu, bahati nasibu tu umekuja. Abadan, kwa hisabu zake na mwendo wake unapokwenda ulimwengu wote huu, kwa hisabu kubwa kabisa, miaka yote hakuna ubovu wote uliotokezea, wala sayari kugongana, wala kwenda spidi hizo au kuharibika, betri imekufa,
haina nguvu za kweli abada. Subhanaka ya Rabb, kila kitu kinakwenda kwa bihusban, kwa hisabu ya hali ya juu kabisa. Kwa hivyo hakuna kilichokuja sulfa wala hakuja hijaja wenyewe tu hivi. Hum ala yaqin anna almujid, mwenye kuvileta vitu hivi, alazim ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alivileta vitu hivi akavianzisha akaviumba. Lahu min alilm walqudra, huyu creator, huyu muumbaji ana ilmu ya kutosha na qudra ya kutosha, uwezo wa kutosha, walhikma, na hikma kubwa ya hali ya juu kabisa isiyokuwa na upungufu kabisa. Subhanahu wa ta'ala huwa ndio aliyetekeleza vitu vyote akavileta katika ulimwengu huu. Zika tunaona utukufu wa vitu hivi kutokana na utukufu wa muumbaji pia, subhanallah. Kwa hivyo sisi tunaamini kwamba vitu hivi vipo na Mwenyezi Mungu ndio alivyoumba na havijaja wenyewe. Na kama ilivyokuja katika surat Yusuf, tunasoma aya, Mwenyezi Mungu anasema katika aya 105, وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. anasema na ishara ngapi, wakam ngapi min ayatin, ishara ngapi katika maumbile aliyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi samawati wal ardi, zilizokuwa mbinguni zilizokuwa katika ardhi. Yamuruna alaiha, wanazipitia mbele ya vitu hivi. Na iko kusijia kwamba wanagundua, wanasoma katika equipment zao walizokuwa nazo, zana zao za uchunguzi, wanachungua, wanagundua mambo chungu zima. Elimu kubwa imefika upeo mkubwa sana. Na Mwenyezi Mungu akasema sanurihim ayatina, tutaonesha sisi ishara zetu. Waende fil afaq, waende katika afaq huko, tazame vitu vilivyokuwa mbali, and the far horizon, vilivyokuwa mbali kabisa. Sanurihim ayatina fil afaq, sio hivyo tunatariesha karibia pia mfusimu na katika nafsi zao pia. Tutaonesha hata yatabayyana lahum annahu alhaq, paka ibainike kwa baini haki kutoka kwa alhaq huwa Allah. Kwa hivyo wanapita, yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun, na huko wanazipinga. Lazima kuja wenyewe, imekuja sulfa, yani wewe elimu yote uliyopewa wewe na unaona utukufu wote una bado unapinga na kuendekeza. Ama atheist wasomini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anapa elimu, lakini wamezama katika upotofu wao, katika upotofu. Hum fi ghamra, wamezama sahun, wamepotea kabisa, wameghafilika. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wa fil ardi ayatun lilmuqinin, katika ardhi tu hii ina aya za kutosha kwa wale wenye yakini kwamba Mwenyezi Mungu ndio muumbaji. Basi wanayakini kwamba Mwenyezi Mungu yupo, na kwa hivyo kuna kufufuliwa, na kwa hivyo kuna hisabu, na kwa hivyo kuna janna wa nar. Wanaamini. Mmoja katika Misri, Mwenyezi Mungu amrehemu, Dr. Al-Ghamrawi, anasema al-kaun, ulimwengu hii, universe yote, al-kaun huwa an-nafidha التي ينظر الإنسان فيرى بديع صنع الله. سبحان الله. سيما Mwenyezi Mungu amrehemu Dr. Ghamrawi, alikuwa ni pharmacist huyo. Anasema al-kaun huwa an-nafidha, ulimwengu unaoona mbele yako ni kama dirisha. An-nafidha ni kama dirisha التي ينظر الإنسان, akitizama katika dirisha hili, fayara, anaona, fayara badi'a sun'illah, badi'a sun'illah, anaona utukufu wa maumbile ya Mwenyezi Mungu aliyoumba, na kwa hivyo anamjua Mwenyezi Mungu utukufu wake. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika. Naam. Kwa hivyo ardhi hii ambayo Mwenyezi Mungu anaizungumzia hapa, wa fil ardhi ayat, ishara chungu zima
basi liman lilmuqinin. Allahumma ij'alna minal muqinin, Allahumma ij'alna minal muqinin. Ulimwengu huu, ardhi yetu hii ambayo Mwenyezi Mungu anaonesha utukufu wake katika ardhi. Allah yatajalla fi hadhihi al-ardh, anaonesha utukufu wake, wa fil kauni kullu, na katika ulimwengu wote anaonesha utukufu wake Mwenyezi Mungu. Ardhi hii ambayo kuzunguka kwake anti-clockwise, tunapata usiku na mchana, wa ikhtilafi al-layli wa nahari la ayat li ulil albab, qaumin yuqinuna wa li ulil albab ashabul uqul. Wenye akili wakasema rabbana ma khalaqta hadha batila, hujaumba vitu hivi ovyo ovyo tu bure bure, bila hisabu kubwa, bila hikma kubwa, bila uwezo mkubwa. Na hapa ma khalaqta hadha batila subhanak, umetakasika wewe, faqina adhaban nar. Kilipofika kama hapa ukasema, ukakaa ukawaza kuhusu makhlukati katika kuumbwa kwa samawati na ardhi, sema subhanak ma khalaqta hadha batila subhanak fa mshakutukuza, faqina adhaban nar, tuepushe na moto. Penyeza dua yako, maombi yako. Wewe mshamtukuza na furahi, Mwenyezi Mungu yuko radhi nawe kwamba umejua utukufu wote aliyoumba, unakiri kwamba yuko Mwenyezi Mungu aliyeumba vitu hivi. Ndio kwa maana tunasema siku zote asubuhi, kama mtu anaweza aya za mwisho sura Al-Imran kuanzia inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari, kama mtu anaomba, mna dua si chini ya 5 ndani yake. Na dua hizi, kitu cha mwanzo unaamka, unatawadha, unasoma aya hizi, aya 10, 11 hizi, ukurasa 75, 76 katika msahafu ya Saudia. Ndani yake mna dua 5 unaziomba kila siku asubuhi. Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema akunyimi, hasa kwa umetanguliza nini, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari, kuumba kwa mbingu na ardhi na kuja usiku na mchana, la ayat basi liman liulil albab. Ukisoma hivyo hasa Mwenyezi Mungu akakujalia wewe miongoni mwa ulul albab, wenye ashabul uqul alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wakiwa wamesimama, wakiwa wamekaa, wakiwa wamelala, wanamdhukuru Mwenyezi Mungu, yatafakkaruna, kutafakari katika makhlukati la, wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. Wakitafakkar lazima watafikia katika point kwamba subhanak ma khalaqta hadha bas subhanak faqina adhaban nar. Kwa hivyo min almuqinin ashab albab ulul albab, wakitazama ardhi hii yenye usiku na mchana na yenye kuzunguka kwa spidi ya 30 kilomita kwa kila sekunde, wakati inazunguka kwenye ulizunguka jua kwa muda wa siku 365 na robo siku, ikaleta season 4, summer na winter na autumn na nini na spring. Alafu ikisha baadaye ardhi hii wanasema ili jiwe na uzito wake, mass yake, kutla yake, nasema karibu 5.972 times 10 to the power 24, au karibu 6,000 million ton, au kg 5.972 times 10 to the power 24 uzito wake. Bwana lote hili liko fi falakin yasbahun fi falak wa kullun fi falakin yasbahun, moja katika venye kuogelea katika anga lote, katika space ikiwemo ardhi. Na sisi tumekaa thabiti katika ardhi, tunafanya mambo yetu ya kidunia, mambo ya dini, mambo ya kidunia, hata habari hatuna kwamba moja. Na sisi mtu akitoka nje ya ardhi hii anaona kama anavyoona nyota na jua na vitu vinginevyo. Subhanaka ya Rabb, uliumba vitu hivi. Vitu hivi surface area yake nasema 510.1 million kilometer square, na yote ilikuwa tasbahu fil fadaa. Ardhi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameitaja sana katika Qur'ani kwa maana 3 tofauti. Unapoona imetajwa ardhi ikiambatanishwa na sama, mbingu, ardhi ikiambatanishwa na nujum, nyota, ardhi ikiambatanishwa na shams au qamar, jua au mwezi, basi inakusudia ardhi lote, kama ikiwa moja katika family member ya nini, ya hii universe, ya ulimwengu wote ukubwa. Kama ni kaukab, inatumika kama ni kaukab yote, sayari yote nzima. Inapotumika ardhi tupu bila mukabili na mbingu au ardhi na jua au nini, basi hutumika kama kwamba nini, hii ni pahala ambapo hii sehemu ya jua ambayo tunaishi juu yake.
Na ikitajwa ardhi peke yake pia wakati mwingine kama ni mchanga wake, udongo wake ambao ndani yake unaota miti na chakula kwa ajili ya viumbe wanaoishi juu yake. Na zote katika hizi tatu ayat Mungu amezielezea kwa urefu tukufu ambao. Na mtu hawezi kudiriki haya mambo yote haya ila yule aliyejua ukweli tukufu wa Mwenyezi Mungu, akajua kwamba haya yote haya yanakwenda bila kuharibika, basi anapata moyo wa utulivu kabisa, moyo wake unatulia na kumwamini Mwenyezi Mungu. Na hapo unaipata aya wa fil ardi ayatun lilmuqinin, wa fil ardi ayatun lilmuqinin. Mwenyezi Mungu atujalie nyoyo zetu ziwe na tumiinan na utulivu na tuwe na yaqini mpaka dakika ya mwisho. Mwenyezi Mungu anatutoa roho na huku tukisalim amri kwake subhanahu wa ta'ala kwa kauli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.